Asante zaidi kama tunazidi kusonga mbele zaidi katika sehemu ya 21 ya season 2 ya moto wanaita The Legend of Xinxilang. Cheki mambo hayo kama tunazidi kupenya zaidi kwa kasi ya kutisha. Picha ni moto mbele yao. Samani zaidi kuchoresha picha hii. Huku kwetu kuna matatizo ya umeme. Kwa wote tu wavumilivu, tuvumiliane kwa hali iliyopo, maana si kawaida yangu. Cheki mambo hayo. Bila kumsahau mdhamini mkali anayemiliki Heroes Studio, anaiwezesha kwa hali ya juu zaidi. Huyu bwana Ngurumo Bucha anapatikana pande za Boma Ng'ombe. Anazidi kuwasha katika mitambo ya Heroes Studio. Kama bila kumsahau mkali iTechnology yo. Bwana IT anapatikana pande za Dar es Salaam. Tunamwongelea bwana Johnny Bupimali. Tunazidi kusonga mbele zaidi kwa kasi ya kutisha. Bwana Johnny Bupimali anazidi kutupaisha zaidi toka pale pande za Boma, pande za Dar es Salaam. Mambo ni shida kwa upande wa kutengeneza vitu kama hivi. Twende sambamba kabisa. Na sehemu ya 21 hii. Hero DJ kama kawaida. Tunazidi kupaiza mbele yao. Bila kumsahau kumshukuru Mwenyezi Mungu ni kitu wa msingi sana katika maisha haya. Kwa unapokuwa pale, unapokuwa katika chochote kile, kumbuka ni siku ya Jumapili, kwa hiyo basi tunapenda kumshukuru Mungu zaidi. Pia nakukumbusha kitu kimoja tu kwamba katika hii dunia kila kitu kinategemeana, ila Mungu ni wa kwanza kumtanguliza. Ukiishi katika bila kumkosa Mungu au kutegemea mafanikio bila Mungu, maana yake sasa na mtu anayengojea boti jangwani. Kwa hiyo tujiweke wazi kwa Bwana. Basi tulipoishia ndo moto ulikuwa uko hapa. Mwamba anaandaliwa uweze amia na kwenda kufanya mambo ya hatari. Hapo baadaye kwa alikuwa anaivishwa kila siku. Bana fundishwa kutumia upanga si mchezo. Alikuwa anafundishwa kutumia upanga. Nakumbuka jamaa anafusiwa sababu binti Bijan. Cheki mambo hapo. Akaambia umeshindwa sana. Bado hujafanikiwa kuweza kuweka zaidi nguvu hizi. Kwa hiyo mimi nakutazama kwa ujumla. Wakati mwingine nitakapokuja hapa, najua utaweza kusimama kuliko hata mimi hapa. Huyo akaishia zake. Huyu ni sisi ya mzee. Anaogopa mbaya. Jamaa kono mzee ananizingua huyu. Kwa sababu ni binadamu tu, lazima utakuwa na udhaifu. Alijisemea moyoni. Na kutafutia tu muda tutakuona. Karudi pale jichop. Akaendelea na mazoezi. Kumbuka Xinxilang anataka aweze kumtumia huyu mtu vibaya. Kale mambo. Baada ya muda kuweza kupita, binti ndipo alijisikia akiwa kwenye hali kama hii. Binti alikuwa amelala sana pale tangu alipoanguka kipindi kile. Ndio leo anakuja kufungua macho asubuhi, nyakati asubuhi. Alipofungua macho, alishangaa kwa mazingira tofauti kabisa. Ilibidi amke ashangaa mazingira nimekujaje hapa? Mbona kunasikia sauti kuna sehemu kama hii hapa? Sehemu nzuri kama imetoka wapi ndani ya jumba hili? Akaambia siku zote ndivyo ilivyo. Unajua mtu anapenda kuimagine ili kujiweka kwamba yuko katika hali ya usalama, lakini si kweli. Alikuwa ni Little Master anasema. Akaingia. Watu wanapenda kuinua vitu na kuzusha vitu ambavyo si vya kweli. Wakiona kitu ni kizuri basi wanakitaja vibaya. Wakiona kitu ni kibaya wanakitaja vizuri. Lakini sijai kuona kitu kama hicho kwa muda wote ambao ulikuwa uko hapa. Lakini sijui kama itakuwa kama ni laana kwenu. Binti sio kwa maana gani kumwambia maneno haya? Kama msichana mzuri kama wewe, umeamini kama niliyosema ni salama? Maisha yako yalisaidiwa na mwalimu wangu. Vinginevyo ningekisha kuua mimi. Xinxilang yuko wapi? Kamba kila sana muzia Xinxilang kila siku. Ukitaka kumuona si ndio? Kaambia umefanya nini, umefanya kitu gani? Kaambia sikiza nikwambia kitu. Xinxilang yuko vizuri jamani. Wala usiwe na hasira. Je, wataka kumuona? Kama mwanashani kwa kusema hivyo. Kamba Xinxilang yuko vizuri sana na yuko na mwalimu wangu. Kwa hiyo ukitaka kumuona unywe kwanza. Kwa mtii unywe hii. Bila kunywa hii utamuona. Kama nilikuwa nataka nikuue wewe, nilikuwa na chance nyingi sana.
lakini sijakuwa. Kunywa hii hapa ili uweze kumuona yule Xinxilang unayemtaka, sawa? Lakini hamna shida. Nataka kumuona Xinxilang, kunywa hii hapa. Haraka alafu tuende. Akaona nataka kama mimi sitajali. Maana nimekwambia unywe Kigoma ni wewe. Hiyo ni juu yako sasa. Binti akaishia. Alikuwa na mpango gani mwanamke? Akawa ametoka. Wakafunga mlango, binti akaambua kunywa hiyo hapo ili ukamuone Xinxilang. Binti kabidi afungue. Maadamu ameambiwa tu anywe. Alipoinusa kainusa. Kumbe binti anamlia Chabo. Kumbuka binti ashaingia na wivu sana. Kwa nini master wangu anamtatia huyu mtu hivi? Binti akainywa bila shida. Binti alipomchukulia akaona amesha kunywa huyo. Akafunga mlango. Pande wa pili sasa. Jamaa wako bado anazidi kupewa mafunzo mbaya. Cheki mambo. Leo ameketi hapa. Jamaa akamwambia wewe, leo unaonekana tofauti, kuna shida gani? Sababu leo ndio siku nataka antidote ya binti nimsaidie. Kama mtu mwenye uwezo kama wewe, au unaja kuongea kitu kama hichi. Nishakupa antidote muda mwingi. Kaleta kwa mhana yule master kamshika. Nipe antidote. Kama unanisikiliza mimi unafanya vitu kwa sababu. Sasa nimejifunza hii style kwako wewe. Kama lakini unakosea. Wewe ni mwanafunzi wangu tu. Kwanza ngakuacha ukamuua, lakini mimi sitakuwa mpumbavu kiasi hichi. Yaani uamuzi wako tu. Kama angalia kila mtu aliyeko hapa. Kwa sababu yangu mimi na mwanafunzi wangu yuko tayari kufa kwa ajili yangu. Kwanza sana nafanya kazi bure. Kwa hilo jambo halina umuhimu kwa sasa. Jamaa sema sikuamini mimi. Kaambia ni juu yako kuniamini au kutoniamini. Kama muue tu. Maana mimi hapa sina muda na mtu ambaye ana faida kwangu kwa wakati huu. Haili kumbuka sehemu ile ufanya kitu kwanza, hakikisha umefanya homework kwanza. Binti akataka kumvamia mzee. Shifu. Walimu nisaidie, walimu akampiga kibao binti. Binti akalala hapo chini. Kama mkono wako umeumia, kaangalia. Akasema mimi sumia hii kizembe. Na hata nikiumia haijalishi maana na uwezo mkubwa wa kujisaidia. Kama nafasi gani? Kama mkono wangu wa kushoto, wa kulia wa kushoto umeumia. Sasa wewe nafasi yako kunivamia. Hakikisha kwamba utaniweza. Jamaa akasema hapana. Sitaki kukosa nafasi ya kukupiga wewe hapo wakati umeumia. Nataka tupambane ukiwa uko hai. Yaani ukiwa mzima kabisa. Kama fikiria kuhusu hilo nakwambia, hiyo nafasi unayotaka utakayoipata maisha yako yote. Jamaa akasema nafikiria kwa ujumla. Basi leo wanafutafuta ukuta huu, wanasafisha maana kumbuka kuna maandishi yalikuwa yameandikwa ambayo sio mazuri hapo. Upande wa ndani, mama kama kawaida anachukua tu maandishi anayachunguza. Hii midoli inasemekana kwamba Nosia ambaye alikuwa ni mume wake huyu mama. Anajua jinsi ambavyo walikuwa wakiwasiliana kupitia mchoro. Kwa kila mtu anamtegemea umama atatoa information zilizokamilika. Kwa anaposoma michoro hii anaandika ujumbe huo. Amekamilisha. Basi mtu akachukua utizame. Ujumbe ulikuwa unasemaje? Anasema maji yamefika mipaka, milima imefika ya kileleni. Maana yake hapa ana ishara ambayo sio njema. Kama maana muisome vizuri. Nakumbuka Xiao alikuwa anapenda kucheza michezo sana. Yaani michezo ya game sana. Miaka ya hapo nyuma ambapo wewe ulikuwa karibu yake. Kama sikosei, hii ni kama mfumo wa poison hivi ambao imeandikwa hapa. Bila sasa mimi siwezi kukisia. Jamaa akaambia sikiza niwaambie kitu. Kumbe alikuwa anawasikiza muda wote. Lord Lian. Wakamsikiza jamaa alikuwa anasema kitu gani? Kama Lord Lian
anafikiria nini kuhusu hii karatasi? 我的角度想， Jamaa sana nafikiri kitu kimoja. Hapa mlima ni Xiaohou na maji ni mipaka, hii ni Sky Sect. 应该 Maana yake jamaa anamaanisha kwamba 按通 hakuna muda mrefu, 的意思。 na jibu lake analomaanisha ni moja tu. 一句话的 Ana maana kwamba mara ya kwanza atakapokuja, kwa hali itakuwa ni ngumu kwa upande huu hapa. 鉴于苦， Kwa atakuja kuteki kila mtu ambaye yuko hapa na kurudia katika ardhi hii hapa kama ilivyofukuza hapo zamani. 我指的就是小 Maana yake Xiaohou ana maana kubwa sana katika hili, 暗示 kwamba kwanza sasa hivi ataanza kutuwinda sisi. 的是， 是莫爷山。 Kaambia kwenye milima ya Mountain Moe. Mountain Moe ni sehemu ambao walimuaga zamani miaka 20 iliyoweza kupita. Ni hawa mama watatu walihusika kumvamia Xiaohou kipindi kile. 也是 Maanake Xiaohou yuko salama na yuko hai. Maanake atakuja si muda mrefu. 那个地方离迷林很近，也许就是出入天宗的必经之路。可是逍遥侯为什么引我们去那儿？ Maanake Xiaohou anatukaribisha sisi 是现 tuende katika sehemu yake ili atutege sisi. 对付我们。 Tukienda katika milima, ana mpango mkubwa kutuvamia sisi. 既然 Na nimesubiri nafasi kwa muda mrefu. 云 Sitamwacha raundi hii. Mama anasema. 就留 Nye kama mnamogopa wenye bakini hapa. Mimi nitaenda mwenyewe 我 nikamvamie kwenye milima ya Mawe. Alosema nitakwenda. Mama akapanda farasi na wote wakaamua kuweza kumfuata. Hawa wameandamana mzee mzima. Huyu Xiaohou anataka kuja kurudi tena. Maana alikuwa adui mkubwa mara ya kwanza. Lakini Xiaohou kuna chombo anakiandaa. Anamwandaa jamaa bila kujielewa. Ataanza kumtumia mambo si vizuri, ambao mtu atakuwa mbaya sana. Xiaohou ameketi hapa anamwangalia. Chalewa upige mazoezi mbaya. Dogo anajifua mbaya. Akaamua kumvalia master mzee. Hapo sasa. 我可不像圣之不武啊！ Ambao usinywe sana. Sitaki nikupiga ukiwa umelewa. So anapiga mazoezi kwa pamoja. 一定能胜得了我。 Kana huwezi kunishinda mimi. 其实 Kaambia sitaki kujua kama nitaweza au sitaweza. 我解 Lakini lazima nipate antidote leo kama tulivyokubaliana. 到解药之前那么 Kaambia mbona napenda sana kuulizia vitu ambavyo Taifa. havina nafasi kubwa kwa wakati huu. Unajua napoteza muda mwingi sana katika kufuatilia antidote. 受了伤啊！我可不 Kaambia wewe uliumia kwa sababu yangu mimi. Naona nataka unitumie mimi kwa mambo yako fulani. Ndio maana nikabidhisha upanga wakati mimi kwa staki. 那不过是弱者用来 Ambao una udhaifu ambao uko nao. Lakini huwezi kuwa mdhaifu alafu kamdhibiti mtu ambaye yuko shujaa. 便可凌驾于任 Mtu aliyoko imara ni vigumu kudhibitika, lakini una udhaifu mengi sana. 的强。 Na ni rahisi hata mtu kukufanya wewe kutokuwa imara sana. 只有那些将 Kama mimi simaanishi support ya kuwa dhaifu au kuwa vizuri. 被称作 Mimi nahitaji kujua kitu kimoja tu. Mimi niko zangu imara 群长 na ninakuwa katika off pack. Muda mwingi nimekaa sana kule 强弱 na nimekuwa strong na mazuri nafahamu. 力壮者，捕来食物也先留一口给老幼病残，畜生尚且如此，更何况人呢？只可惜 Jamaa kaambia nashangaa sana mbaya zaidi. Binadamu sometimes wanakuwa na watu wa ajabu. 你对这人， Umeshajua kuhusu binadamu. 但若懂得多， Kama nimejua lakini sijaputana na watu kama wewe 那我宁可。 ambao hawana moyo kabisa. Wewe ni mtu ambaye una roho mbaya kabisa. 但如果你身边 Kama lakini kila mtu akiwa upande wako 尽 utapoteza kila kitu. Majuto mengi utapata. Kwa sababu naamini kitu kimoja. Uimara na hekima na uzuri Bien. haviji hivi. Yaani sasa mimi sijali kuhusu wengine. Mimi napenda kuwa peke yangu. Kama si ni vizuri, 光 matokeo yake utayaona. Ya hivyo unavyopenda kuweza kuwa. Jamaa kavua maski leo. Sura yake inaonekana live. Hana wasiwasi huyu. Anajiamini vibaya. Huyu ni baba yake na Bijani mzee. Na Bijuni hapo akasimama. Akamuonesha jeraha moja ambalo lilikatwa kwenye tumbo. Akamuonesha alama. Kale mambo hayo. 害怕吗？ Kama unali jeraha 这是我曾 ni zawadi niliyopata kwa mtu nilikuwa nampenda 信任， na niliyemwamini sana kama unavyofanya wewe. 因为这份偏执的 Ambaye nilitoa maisha yangu kwa ajili yake na kutetea kila nilicho nacho. 我， Lakini alinitesa na aliniua mimi 也害了我们省。 na akazaa mtoto ambaye yeye alikuwa kwangu
Maana huyo mtu nilikuwa nampenda alinifanyia kitu kibaya sana. 怎样？ Kwa muda mwingine maana nasemaga mara nyingi, angalau ukifanya usije ukajutia katika maisha yako. Kwa sababu unayempenda iko siku moja atakusaliti kama kukuwahi kukuona. 该用来 Wala hajawahi kukujua wewe. 你不是一直想要解 Kila siku unapenda upate antidote kwa ajili ya huyo mtu. Haya, nimekupa dawa iko hapo. 武功 Tayari nimeshajifunza vitu nilivyokuwa navihitaji. 格鲁 Dawa iko hapo. 是错， Gelu swali pia uko upande wako pia. 这件事情你都做到了， Umefanya vitu ambavyo ni vizuri kwa sasa hivi. Basi kachukue dawa ambayo unahitaji. 这是天宗 Ambao ni 秘。 ufungua kwenye secret chamber ambao antidote iko pale. 你去哪？ Wewe enda kaichukue. 行， Jamaa akasema nashukuru. Akachukua dawa kwa ajili ya binti, sio? Akaondoka. Basi alienda akafungua sehemu husika aliyoambiwa. Kwamba hapo ndani ndipo ilipo antidote. Jamaa akaenda akafungua chap, akaingia mpaka ndani. Na siaona namfuata nyuma. Sina mjue chaliwe. 喂， Asia mbona mna antidote sei? 这什么都没有啊？ Iko wapi hapa? 切， Kama mbele yako iko na nini? Mbele yangu? Jamaa kasogea. Kuta kuna kioo tu. Hamna dawa hapa bana. 这不就是个破镜？ Hii ni kioo tu kiko hapo. Mzee akasogea. Akafungua. 你在镜 Kama una nini ndani ya kioo hichi? 做了什么？ Unaona kitu gani? 我看到我自己。 Jiona mwenyewe tu. 对， Kambe basi. 那就是 Mwanake antidote ya sumu ya bijani 你自己 ni wewe hapo. 自己 Ni mimi? 身比 Kamba Shenbi yeye ana ugonjwa wa mapenzi. 情 Kila anapojaribu kupandisha hisia 的放 kwa wewe, ndo manake Randa. ugonjwa wake unapanda. 爱。 Unataka kufanya kwa wewe hapo ni kukaa mbali na binti yule. 哦， Kamba hapa mimi nakusaidia wewe. Sio kama nataka kukutenganisha hapa. Ukikaa mbali na binti yule ndivyo mambo yatavyozidi kubadilika. Binti atazidi kupona zaidi. 他的命是我救回来的。 Na maisha yake yeye alisaidiwa 是 na mimi kwa sababu mimi hapa nimeblock sumu yake. 没有解， Lakini bado itaerapti tena nitakapokuwa na wewe. 年 Kama maanisha mimi ndo antidote. Kaambia ndo dawa ya bijani. Yeye anakupenda 长的一 lakini ukikaa karibu naye ugonjwa wake unazidi kuweza kukua zaidi na zaidi. 都有。 Kocha cha msingi magonjwa yote yanatibika, 可是 lakini ile gonjwa lilonalo binti 事实 unatakiwa ukae mbali naye. Ujikaa mbali naye tu basi ndivyo atakapozidi kupona kila siku. 一如这世间的情， Kwa sababu maana yake kwamba huwezi ukakaa na mpenzi huyu kwa wakati huu. 你能告诉我 Labda nikwambia kitu kimoja. Jinsi ya kusaidia hili tatizo ni njia moja tu. 你是故意的？ Hakikisha kwamba unakaa mbali na huyu binti. Kwa hiyo bijani ugonjwa wake uko sababu ya mimi. Nikikaa karibu naye ugonjwa utaamka tena. 终于长大， Kama nakumbuka lini mara ya mwisho nilivyoongea na binti. 这是我与你之间的秘密，你很快就会知道的。你怎么了，碧泉？ Mwamba ndipo alikumbuka mara zote kwa kukutana na binti ugonjwa wake unaamka. Baada ya binti kumwona jamaa akiteseka au akikaribiana na binti tu ugonjwa unaamka. Maana yake mtu huyu anasababisha ugonjwa wa binti ni huyu jamaa. Wale kumbuka siku alivyopigwa binti alipotaka kwenda kumuua, binti alikasirika akamvamia mama yake siku ile. Kwa sababu huyu jamaa akiumizwa, huyu binti anachukia. Maana yake ugonjwa wake unazidi kuerupt kila mara tu jamaa anapokuwa kwenye shida ndipo binti huyu anapanda njia. Mara nyingine tena ikusingia alipokuwa anaua binti alibadilika pale pale. Maana yake kweli mtu huyu ndio kisababishi kikubwa cha ugonjwa wa binti kuweza kuamka. Ni huyu mwamba. Maana mara zote binti anazobadilika ni kwamba huyu jamaa akiwa kwenye shida au akikaribiana katika hisia ya kimapenzi. Maana yake haiwezekani. Mama alikumbuka binti alijirusha siku ile kwenye bonde kwa sababu yake. Mama yake alipotaka kuniua siku zile, binti alibadilika pale pale. Na mara ya kwanza alibadilika alafu akamzuia mama yake yeye asimzuru mtu huyo.
Ndipo alikumbuka sasa anakwenda kuamini kwamba ni ukweli yote yaliyokuwa kielezwa mzee mzima. Kwa ugonjwa wa binti wote unaotokea ni kwa sababu yake Shinshilang. Jamaa alicheka sana. Kamba umeamini nilichokuwa nakwambia? Sio kirahisi nilivyokuambia. Kuwasaidia nyinyi watu ni watu wengi zaidi kwangu. Ni vitu vingi sana nahitaji kutoka kwako. Kwa sababu yangu mimi, kama Little Master alifanya mauaji siku zile, si ndio? Kamba hauna nafasi yoyote ya kukaa na binti huko sasa hivi. Maana muda wote ule ambao binti atakapokuwa na matatizo manake, wewe utakwenda kuinuka sababu yake. Bijanga atakuwa olewe na mtu anaenda kuwa Chengbi wife. Anakuwa mke wa Chengbi, lakini wewe hapo kwa sababu yako nakumbuka katika sehemu ya maua poni kule ulipokuwa na binti. Nikaambia sikiza kwambie, acha hasira. Unataka kumbuke siku zote zinakuaje? Mama akakasirika. Kaona jamaa anamdanganya. Kwa nini sasa hivi unataka kuniua mimi, sio? Hakuna shida kwa sababu ya hasira. Unajua kwamba siku zote Bijang sumu yake itaamka baada ya mimi nikifa tu, na itaamka tena. Kama unataka mimi nifanye nini kwa hiyo manake? Kama unataka nikusaidie wewe ili uwe mtu uwe imara zaidi. Kama kwa nini unanisaidia mimi? Sitaki kuwa imara, nimesema. Weka sumu kwenye mwili wa Bijang alafu sasa hivi na mimi habari za kutengana na mimi. Nadhani nitakubali kirahisi. Kwani kuulize kitu. Kwa nini nipa upanga kwanza? Na kwa nini kanifundisha Sky Sect Martial Art? Maana yake una zumuni lako unataka kutoka kwangu. Niambie upanga nini kukutia mimi hapa? Unanitumia kwa sababu gani? Niambie umepanga nini kunitumia mimi? Kama utaanza kuelewa taratibu katika ulimwengu wa martial art, haina haja ya kuwa na wasiwasi. Nimekupa upanga, nimekufundisha namna ya kumiliki upanga huo na kujifunza vizuri zaidi. Baada ya muda mchache, kila mtu atakufahamu wewe. Bana kwambia kitu kimoja, kuanzia leo ukiondoka hapa hivi hautakuwa Shinshilang yule ambaye alikuwa hapo nyuma. Utakuwa Shinshilang mwingine na mtu tofauti kabisa. Na kuanzia sasa hivi kila mtu ataanza kukuogopa, tatisha kama moto. Cheki mambo. Jamaa akasema anaondoka. Sasa hivi unaweza ukaondoka bana. Msisheni yuko tayari na kusubiria. Bijani yuko pale nje. Atakuwa kampani nje kabisa. Nitakupa tauri atakutoa mpaka nje. Ni bora uondoke kwa sasa hivi, uhakikishe kwamba hautakuwa mtu baya. Wewe na zaidi mimi sitaki kutoka kwako. Jamaa akatoka kwa hasira akaondoka. Lakini Shinshilang alikuwa amemaanisha kwamba anakwenda kubadilika na kuwa mtu mwingine. So yule tuliyomzoea kila siku mzee anakwenda kuwa mnyama. Kana mambo. Kwa nini anafanya hivi mpaka hivi? Tutatambua vizuri. Twende sambamba. Binti amelala mahali hajajitambua vizuri. Anaja kuamka mambo yuko pale chap, anapiga kinywaji afu naye yuko hapo po. Binti kauliza tuko wapi? Xiao ametuachia tukaondoka. Vipi kuhusu sumu kwenye mwili wangu? Inaendeleaje? Kamba ameshaondolewa hiyo. Kwa hiyo tumesema hivi niko vizuri eh? Binti alifurahi. Kaambua sumu imeondolewa. Lakini si kweli. Mama alimtazama binti baada ya binti kumkaribia ili amini maneno yake ni sawa kweli. Aliona sumu ikicheza ndani ya mwili wake. Maana yake anavokaa kwa la binti huyu ni hatari zaidi. Ndipo aliamini hapo hapo. Alitambua binti sumu bado ipo. Cheki mambo hayo. Jamaa kama mimi ni kweli aliyosemwa ni sahihi kabisa. Baada ya muda kupita, binti anajikuta amelala. Alipigwa, kumbuka alipigwa siku ile sababu ya kerere mpaka hapo. Mlango kafunguka. Akaingia Xiao. Kaambia nilidhibiti mishipa yako ya damu. Inauma sana eh? Kama mwalimu umekuja, siogopi kuumia. Kaambia haja ya kumlaumu mwalimu wako kwa kukuvamia.
Kama siwezi kusoma hivyo kabisa, na kutumai sana mwalimu wangu. Kana nipeni dawa. Basi alichukua dawa. Huyu ni master wake ndio. Lakini alimzibua sababu alikuwa na kierere. Kaambia kunywa hii dawa. Alimpa dawa moja hivi. Akamwambia hivi bado unahitaji niwe nakulisha tu? Hao nataka kama nikulishe. Akasema hapana, akachukua akaanza kunywa. Huyu binti amelelewa na huyu jamaa tangu zamani. Jamaa sijui ana motive gani kwa binti huyu. Hatujatambua bado. Twende sambamba. Binti akainywa alafu baada ya kunywa aliangusha pale chini. Akajikuta anaanza kusikia kuwa anasikia kuyumba. Cheki mambo. Sijui ni sumu alipewa, sijui ni kitu gani. Binti anaanza kutema damu. Mama kasoya akamwambia, nadhani kwamba ungependa nikuambie kitu moja. Hiyo ni sumu ambayo iko polepole sana. Usijue kanifanya mimi nikafanya maamuzi mabaya tena. Ningekuvamia tena wewe. Usijue kaniingilia katika mipango tena. Umesikia? Kaambia kini wewe binti kwana na umuhimu gani kwako wewe? Bora mlinda sana wewe binti. Kaambia yuko sio muhimu sana kwangu. Amshika kaambia huyo sio binti yangu mimi. Sio muhimu sana kwangu. Ila kwa sababu yangu sina chaguo jingine zaidi yake. Na wewe ukiweza kunifuatilia zaidi kama mwanafunzi wangu, ukiendelea kunikiuka mambo yangu, utaniumiza sana. Na zawadi yangu mimi hapa nitakaokupa ni hii. Lakini usije ukasahau nilikufundisha tangu ni mtoto. Kwa hiyo mimi ndo mtu pekee kwako hapa. Usiniletee ujinga tena. Na macho yako yaweke mbali na mimi. Kiongozi atakavyokuwa kule, usipende kuniingilia katika mipango na kukwambia. Siku nyingine kiketa watu hapa, mipango yangu nafasi hii nao kupa ya kuishi sitakupa tena. Kumbe ni mambo yote yani alifanya mzee. Master alimtambua. Michoro alikuwa anachora ni yeye. Alafu anaua watu, alafu mishoe watu wanamuhisi ni siensia oho, lakini ni huyu binti hapa mzee. Matukio yote aliyofanya mama na mlaumu mzee. Adhabu aliyompa ndo ilikuwa ni hii. Adhabu ilikuwa inamstahimili binti huyu. Kwa hiyo yote alifanya na binti huyu hapa. Kwa hiyo makosa yako kuanzia sasa hivi. Hii leo utakuwa hai. Lakini wakati mwingine utakaporudia sitakuacha. Mama akaondoka. Mwalimu! Kaachwa hapo. Kumbe binti ndo mnyama wa yote haya. Anafanya yote ni huyu mwanamke hapa. Alimpa sumu ambayo inamuumiza kweli hiyo. Ni sumu ya kuumiza mwili mzee. Unateseka mbaya. Yaani ndo adhabu. Pande wa pili kuwa anakuja. Kasema hatimaye sumu yangu imepona kwenye mwili. Binti anaamini kama ameenda kupona. Mangu atakuwa na furaha sana akigundua sasa hivi nimepona. Mbele yao ghafla watu hapa. Wanatembea mzee ghafla mama huyu hapa. Mesisheni kafika mzee. Anamchukia Shinshilang mzee. Akashuka. Juna! Binti akasema mama. Akashuka kukutana na mama yake. Mama yuko pale juu naye anashuhudia. Binti alimkimbilia mama yake. Kama Juna. Uko salama? Kama niko salama kabisa. Salama kabisa. Xiao amekuumiza wewe? Kama sio na wasiwasi. Bado kuambia habari nzuri sana. Sumu yangu imeponywa na Xiao. Imeondolewa kwenye mwili wangu. Unasemaje? Kama ni kweli. Shilang alitufanya masharti akaponya sumu yangu. Kama usipanga chap. Kuna upanga ulitupa pale. Kuna mtu anafika mzee mama. Simtaki huyu kijana msa mwili. Mama akaanza kumvamia. Shilang. Kama sikiza nikwambie. Kumbuka huyu ni mhalifu mkubwa kwa kila mtu anamtafuta. Mama alipomuona tu akapoteza muda akaanza kumvamia. Kale mambo hayo. Kama jamani msipigane na huyo mtu ni salama tu. Sio mtu mbaya huyu. Shinshilang anajua kutembea mzee. Ni mbele yao. Mama nakuomba msaidie tafadhali. Kwa sababu yangu mimi ndo maana nimesaidia ameniponya leo kwa sababu nimeponya kwa sababu ya mtu Xiao akaniponya. Mama yako ni afai. Akati wanapigana pale, style anazozitumia
贼喊捉贼，咱俩 kaambia kila mtu analia kwa sababu yako wewe, sitakubali kukuacha. Wakati anapigana style anazozitumia ni style zile za CAO alizomfundisha. Angalia mambo hayo. Ndo alitambua jamaa amewekwa nguvu zingine. Angalia mambo hayo. Mama alipomwangalia kati anapigana alitambua kitu. Aligundua amewekwa nguvu za CAO. Kwa anapopigana vile ni style za Sky Sect. Angalia mambo hayo. Zile style za fundisho sasa wanazitumia, manake amekuwa mnyama wa wanyama, mbele ya wanyama. Cheki mambo hayo. Akati anapigana mzee, mama akajua la. Shamweka chini sasa, anakwenda ampa buti moja zito. Pembeni panga kule mama kule mzee. Akadakwa na nduguye. Aje bako kaamka wewe. Katua pale kwanza. Unamvamia mama ise. Wewe. Unamvamia mama. Tuona Chengbi yuko vizuri. Chengbi yuko vizuri. Na raundishi Shilango yuko vyema. Jamaa anakwenda kumvamia. Akavuta upanga mzee. Jamaa akaona sipoteze muda. Cheki mambo hayo. Mama msaidieni tafadhali. Watamuua eti. Lakini jamaa yako yuko vizuri. Raundi ni kuliko siku zile. Angalia shughuli ilivyokuwa hapa. Chengbi ndo mtu ambaye ana uwezo kuliko. Na anapigana na Shinshilango ambaye amefundishwa mzee. Tani chekie shughuli yake mzee. Cheki mambo hayo mzee. Buti mzee hiyo. Kanyanyo upanga mzee, kavuta panga. Hapo sasa hiyo huo ndo Gelu Swadi mzee. Wewe. Alipovuta mama akaona Gelu Swadi. Ukoje kwenye mikono ya jamaa. Na walishasemaga mzee, huu upanga ukitoka ni mkono wa jamaa atatumika vibaya sana. Hapo sasa mzee. Nipe nikupe mzee mzima. Hapo. Jamaa upanga wako ulikatwa nusu mzee. Unajua si upanga si mchezo. Hapo ndo naamini kweli upanga si mchezo. Maka ambia timege Gelu Swadi kwenye mikono yako. Kama nimepewa na kiongozi wangu. Xiao Yaohou. Siaona amekupa eh? 如果我没看错的话， Lakini sitaki kuona kama ni vibaya. 使得那两 Katika ulimwengu wa Masuratu ukishika manake inakuwa ni hatari. 学，他竟收了你为徒， Manake umepokea na umekubali kuwa mwanafunzi wake, si ndio? 原来你也是魔教中人。 Kama manake wewe ni mtu kati ya Demon Sect, sio? Umeamua kuwa mtu wake, si ndio? 阿弥陀， Mama akasema Mungu tusaidie. 无心 Jamaa akaambia so moyo wa hivyo. Sitaki kupambana na mtu yote hapo. Madam Shen, 已经回到沈夫人。 nishamrudisha binti yako kwa upande wako. Sasa ni rahisi mimi kuondoka jamani. Kwa Irini. Kama subiri, 你可以走， unaweza kuondoka. Lakini au lazima usadi ubaki hapa. 我本无心这所谓的宝刀， Kama sina haja ya kukaa kabisa kwa sababu makubaliano yangu na master wangu mimi siwezi nikauacha upanga ukatua. 一身 Upanga lazima baki na mimi hapa. Lazima niondoke na upanga wangu. Maana nimeambiwa nibaki nao. Siwezi nikampa mtu yote. Nimeahidi hivyo kwa Irini. Bele. Mama usiende tafadhali, mama usiende. Usiende tena mama. Binti alimsii. Maajabu kwa jamaa yuko na upanga na anaumiliki vyema. 您答应我与连家解除婚约了，为什么会这么突然呢？难道您肯接受萧十一郎了？ Binti akadai 我并不是接受萧十一郎， kama unasema kwamba si unataka kumpokea Shinshilango, si ndio? 那是勉强不来。 Lakini nimefikiria kitu kimoja. Kinapoonekana kwamba 娘， kama mama unataka kusema kitu gani? 你之前跟我说 Akasema hivi, nilikwambia kabla hapo 你治好， Siaho na amekutibu ugonjwa wako sio? 我刚到天宗， Kabla nilipofika pale 昏迷 nilikuwa tayari niko kwenye hali mbaya. 十一郎， Lakini Shinshilango akakubaliana na Siaho na hatimaye Siaho akanitibu mimi. Baada ya Shinshilango kukubali mambo yake yote, hafanya ili mimi nipone. 将天宗武功悉数学会。 Kwa Shinshilango akakubali kufanya yote anayoyafanya ili mimi tu niweze kuponya ugonjwa huu. 我现在已经没事了。 Lakini sasa hivi tayari nimejua kwamba nimepona. Lakini mara nakumbuka usiku wa jana alimchukua binti yake akamjaribu. Aligundua ile sumu ijaondolewa ndani. Ile imeblokiwa tu. 你的蛊毒解开， Sasa jamaa hajaitoa hii sumu. Ameiblock ile tamka kwa muda mwingine. 如果继而体内的 Wala mambo hayo. 发作， Akasema huyu mjinga huyu ameblock hii sumu kwa mwanangu hajaitoa. Alipompiga aligundua kuna mapigo yanashika kwa ndani kwamba bado ile sumu ipo ndani. 而且 Mama alishajua lakini akafunga kila siku. Binti naamini yuko salama. 我曾以为 Kama nifikiri kwamba
活在人间的母， nisingeishi kwenye hii dunia bila kwenda kule kwa Xiao, nisingetoka. 我在天宗， Lakini nimejua kwamba ile sehemu kumbe ni nzuri, sio watu wabaya eh? 有那么一丝 Mbona ameniponya mimi ugonjwa wangu kama ni sehemu mbaya? Lakini mama kana wazo ghafla. Mama. 了。 Mama. 娘， Mama ananisikiliza. 您在 Mama alikuwa anawaza vitu vingine kabisa. Mama anajua ugonjwa wake hujapona. Binti anaamini kama amepona lakini binti hajapona. 娘， Kama nini kimetokea kati yako na Xiao na familia yetu? Mimi hapa nataka kufahamu. Unahusiana vipi mimi na familia yetu si hapa na Xiao? 是了， Maka ambao siulizia tena haya mambo. 君儿 Hivi unajua kwamba 很喜欢 si Shilang huyu si unampenda sana? 这， Akisema kwa hilo kila mtu mama pia anafahamu kwamba nampenda sana. 不能找到他。 Je, unaweza kumtafuta kwa sasa? 娘的意思是说， Unamaanisha kwamba unataka kumtafuta yeye, si ndio? 有些事情娘不， Kama kwa kitu nimeelewa kwamba nataka niweze kumuuliza yeye. 娘是想知道 Unajua kwamba Xiao amejaribu 你是 kufanya kila kitu kupitia huyu Xin Shilang. Nataka kuongea naye, mama yake alimtuma binti amtafute. Turudi upande wa pili wa sehemu hii. 师傅， Kuna bwana mmoja alikuwa anakuja kumtafuta master wake kati ya maskari uko ni Shen family. Mwalimu! Anafika kuta mwalimu ameuawa. Tena amechinjwa vibaya. Ameuawa sana. 师傅， Kana mambo hayo. Mwalimu! 师兄，我去找人来。 Nitakwenda kumniita daktari kaja mara sasa hivi. Lakini ukutani maandishi yameandikwa. Aliyefanya mauaji yote na kuondoa vichwa vya watu hawa ni mtu mwingine. Ni Gong Su tumefika hapa. Alafu mmeluka mwishoni pale Xin Shilang. Ngale mambo hayo. Xin Shilang na ameandika hapo manake ni yeye anayefanya mauaji. Je, ni kweli? Lakini leo kuna mtu mmoja anafanya maziko hapa ya watu ambao bado hawajafa. Jamaa anafanya maziko kabla ya watu kuwaua. Wamefika mama, ala. Mbona mtu anafanya maombolezo yetu huyu? Alikuwa ni Xin Shilang. Ameshika upanga. Amekuwa mnyama. 小吃一了， Amekuwa mnyama mbaya, katili wa kutisha. Wale mambo hayo aliwachinja dakika 3 mzee. Chinja wote. Kata na ule upanga mzee, unakumbuka upanga una nguvu mbaya, ni chinja wote. Kakisha mweka chini, bari yao imeisha. Amekuwa mnyama mbaya. Alafu akaondoka. Kuna watu wakawa wanakimbia katika msitu hapa. Alikuwa anawaua kikatili sana. Chinja kabisa. Anakata vichwa mzee mzima. Si mchezo. Wakaanza kukimbia. Xin Shilang ameharibika. Lakini kwa kila mtu anakimbiaga. Wote ni kichwa hamna. Tokea mbele yao mzee. Afu ana roho mbaya. Na ana hasira. Atudi imetoka wapi? Ni nguvu alizowekewa na sisi yao. Wale mambo hayo. Anakata kweli kweli. Lakini tunamjua jamaa uwaji. Imekuwaje leo anaua vibaya hivi? Hatari. Kata mzee. Hapo. Si mchezo mzee. Yaani inawaua mbaya. Ule upangaji kukata nao lazima uruke juu kwanza. Jinsi ulivyo na nguvu za hatari. Afu anatua mnyama mzee. Hakuna mtu anatoroka hapa. Mbele. Si mchezo. Habari zikafika kuhusiana na mauaji yanayofanyika na mtu anayejiita Xin Shilang. Anazidi kufanya mauaji ya hatari. Mama akapata habari kuhusiana kwamba aliyewaua ni Xin Shilang. 禀告盟主，武当绝学悉数尽失。 Kama nataka niambie kitu kimoja, watu 49 wameuawa, mwalimu na wanafunzi wao. 盟主， Mwingine akaleta ripoti 镖局 koo 3 zimeibiwa na wameuawa pia. 被镖师被禁。 Watu 27 walinzi wamepewa sumu wakafa. 盟主， Habari nyingine tena kaja huku 家宝的子 kwamba kwa upande mwingine walikula upande mwingine 的宣 wameuawa watu kwa shoka 山庄 na wengine wamekata kichwa kuuawa 寨着 na upanga ambao wa tofauti. 江岛的白玉春江 Manake katika hali hii yote hawa 都在一 tuko katika hatari kubwa mheshimiwa. 处，无一生还。 Kuna mtu mmoja tu amewaua ni Xin Shilang huyu. 岳孙， Huyu bastard huyu. 哎与 Ni 你 huyu mjinga kama tumwangamize huyu. Xin Shilang. 盟主，
萧十一郎 Kaambia kiongozi, tunaomba raundi hii 一品 tupe ruhusa tulete kichwa hapa. 人， Huyu mtu amezoea kufanya mauaji. 至尊 Kaua watu kwa katika siku mbili hizi. 不受绑， Kaua watu wengi zaidi hapo. 还义父 Hatari inakuja kwa upande wa familia yetu pia. Tunaomba sana tupe ruhusa tukafanya mauaji. 替众人讨回。 Na mimi pia nataka nilipe kwa ajili ya master wangu mimi. Tukafanya mauaji. Ndio tupe ruhusa mama, tupe ruhusa. Tupe ruhusa. 盟主， Turuhusu mama, tupe ruhusa mama. Unajua uende kuingia bila kuvamia bila sababu. 庄庄 Akaambia nyewe wote mnasema hizo kesi kama watu wameuawa. 低了， Je, mna kagani kama na Shinshilango afanya mauaji? 盟主， Yeye akasema mama, sikiliza. Nimemwona Shinshilango akiwa na upanga wa Geru Swadi. 都有 Na mimi peke yangu na mtu ambaye nimemwona 人气， peke yangu. Nimemwona Shinshilango kwa macho yangu mimi akifanya mauaji. 一进张扬，没 Na anaacha jina lake kwa kuandika kwa damu pale kama ni yeye afanya mauaji. 树干上的，亦或是人皮。 Anacheza na akili za watu huyu. Mama, tunaomba tafadhali sana. Mama, angalia kila mwili anaouua anaacha jina lake. Angalia mama, usiangalie. 今日我等来沈家。 Watu wanasema kama majina yake yanaonekana. 行了，还有，不要再说了， Huyu ndo mhusika. 你歪歪说这些废话。 Tuache kuongea upumbavu. Tunamjua kwamba Sheni Bijani huyu anafahamu mahali Shinshilango alipo. Sheni Bijani aje hapa. Watu wako ndio. 我们要问问他，我们要问他。 Shinshilango yuko wapi? Bijani atakuwa anajua. 女儿， Kama mnamwingizaje binti yangu kwenye masuala ya Shinshilango? Mnamwingiza binti yangu? 盟主，现如 Mama anamaanisha nini? 之身， Sisi hao alikuwa na mahusiano na binti yako Bijani. Kila mtu anafahamu. 盟主， Mlete misisheni hapa aje. Atupe taarifa kama yuko wapi. 不呢？ Kama ni kirahisi nikisema hapana nani ananizuia? 一郎欠了我顾家40。 Kaambia hapana, watu wakazidi kuandamana zaidi. 能问出 Mama, unakosea kama kiongozi wetu. Turuhusu tukafanya hivyo. Turuhusu. 盟主， Watu wamegoma kabisa kumuelewa. 师门 Kaambia lazima nilipe kifo kwa ajili ya master wangu. Nisipolipa nitakuwa sio mtu bana. 奸王， Kama unajaribu kunikiuka mimi. Sema hapana mama, tusaidie. Tunakuomba tafadhali. Tupe ruhusa tukamuue Shinshilango. Binti yako atusaidie kwa sehemu. Mahali Shinshilango alipo. 话，行使神话，行使。 Watu wakadai ndio. 萧十一郎，他不是凶手。 Kwa mtu akasema Shinshilango sio muuaji. Binti alikuja. Binti alikuja mwenyewe. Shinshilango sio muuaji. Alidai hivyo. Binti kaja mwenyewe. 君儿， Akasema hivi. Kwa nini umekuja hapa? 萧十一郎， Binti akasema Shinshilango sio muuaji. Umenielewa? Basi kumbuka kwa sehemu ya 21. Toka katika sehemu ya 22. Kitu kinaitwa The Legend of Shinshilango, ikiwa ni sehemu ya 21 hiyo. Tukutana katika sehemu ya 22. Nazidi kuunganisha mzee mzima. Hakuna haja usikonde mzee. Mambo ni sawa. 依稀往日重现，残缺记忆里面，你是 Tukutana katika sehemu ya 22. Tunazidi kusonga mbele yao kama kawaida. Tukutane baadaye. Naunganisha hapo mzee mzima. Baada ya hii naleta nyingine hapo. Asante zaidi. 日中两处婵娟。